tuko na kila sababu ya kumshukuru Bwana, maana katika hizo miezi mitatu najua kila mtu kuna jambo umesoma, najua Bwana amekutendea, hata kama maybe mambo yameinama in one way or the other, lakini bado Mungu ni Mungu. Bwana asifiwe, na ameturejesha mara tena kwa nyumba yake. So neno ambalo tutaliona kwa ufupi sana, maana nasikia Bwana tu akituambia kuwa ataenda kuturejesha na ataenda kuturejeshea. So neno ambalo tutaliona la Bible study kidogo tu katika Yoeli 2, the book of Joel 2. Mahali pale Bwana anasema ataturejeshea miaka yetu iliyopotezwa. The book of Joel 2 verse 2. Joel 2 verse 25. Joel 2 verse 25. But I want to give you just 3 points ambazo zitafanya Bwana akafanya kazi hii. Kumbuka ya kuwa huyu ni Mungu he's a covenant keeping God. And he's a God who fulfills his promises. Bwana asifiwe. So anasema, I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you. And verse 26, you will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. Bwana asifiwe. So Bwana anasema ataturejeshea miaka yetu ambayo ilikuliwa na the locust, na pale chini amesema hili ni jeshi lake kubwa alilolituma. In one way or the other, maybe unaweza ukafikiria kwa what is that thing you thought you have lost. Biashara nyingi tunajua vile mambo yameenda katika muda huo wa miezi hiyo mitatu. Vitu vingi tumepoteza. Bwana asifiwe. Wengine wamepoteza pia na wapendwa wao. Lakini Bwana anasema ya kuwa ataturejesha mara tena, na anatuambia promise hii katika mstari wa 26 ya kuwa we shall have plenty to eat. Tumejua pia katika sekta hiyo jinsi mambo yamekuwa, vitu vimekuwa tu na gharama ya juu sana. We all know about it kipindi. I don't want to go back there. But anasema you will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be ashamed. Sijui ni nini hiyo umepoteza kwa wakati huo, na unasikia sasa ni kama moyo wako umeinama, ni kama aibu imekupata in one way or the other. Bwana anasema atakapokurejesha aibu hautaiona tena. Na nataka nikwambie kuwa what you need to realize is that the Holy Spirit living in you is the restorer. Bwana asifiwe. So the Holy Spirit is the restorer. Mpatie nafasi. Bwana asifiwe. Mpatie Roho wa Bwana nafasi, because he is the restorer. Amesema he gonna restore, ataturejeshea miaka yetu iliyopotezwa. Bwana asifiwe. Sijui katika hali yako ya kiroho uko namna gani? Katika hiyo miezi mitatu tumekaa kule nje, hali yako ya kiroho iko namna gani? Unajihisi labda uko mbali kidogo. Bwana asifiwe. 51 anasema nirejeshe tena furaha ya wokovu, maana alikuwa amesukumwa na mambo. Bwana asifiwe. Kama jinsi tumesukumwa na mambo kwa kipindi hicho, mpaka wengine wetu ninajua ulijiuliza, na kwani Mungu ako wapi? Kwa nini kanisa limeingiliwa namna hiyo? Kwa nini kunaenda hivi? What is our God? Hallelujah. Wewe mtakatifu. Tongana na masema. Spiritually, because you are spiritual being. Bwana wetu asifiwe. Wewe ni kiumbe cha kiroho. Praise the Lord. Huu mwili tunakaa ndani yake ni container, lakini wewe the real person ni mtu wako wa kiroho. Bwana wetu
ukiwa na mambo unasikia hakuna kitu unataka. Praise the Lord. Hallelujah. You are just there. Wengine hata hawajakosa kuhudhuria kanisani kwa sababu hawakuelewa Sunday tunarudi, bali kwa sababu wamekuwa affected spiritually. Amekufa kiroho. Amekufa, amepatana majanga yamemuua. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. So Waisraeli wakawa mocked, wakaambiwa basi tuimbieni hizo nyimbo za Sayuni zenye mlikuwa mnazimba. Bwana wetu asifiwe. Ombeni hivyo mlikuwa mnaomba. Endeni mikutano hiyo mlikuwa mnaenda ya mikesha. Ikawa hakuna. So wakakaa wakiwa affected na wakakaa wakiwa down. Yale mambo waliokuwa wanayajua wakayaweka juu ya miti. Praise God. Maana waliokuwa waibaji walihang their heart on the tree. Waliweka vinumbi vyao juu ya nini? Juu ya miti. Praise God. Then the message, at the title of the message imeandika hivi: Lament of the Holy Spirit. Lament of the Holy Spirit for our spiritual death. Lament of the Holy Spirit for our spiritual death. Kilio cha roho wa Bwana kwa sababu ya kifo chetu cha kiroho. Bwana wetu asifiwe. Kama vile kuna kifo cha mwili, mwili huu unakufa na mtu anaenda masahaulika. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. Hivyo kuna kifo cha kiroho. Na Waisraeli walipokuwa mateka Babylon walipatana na majanga mazito. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Walipatana na majanga mazito. Na hapa sasa ndio nataka uelewe, wakati tukua kwa gathering ya pamoja umepatana na majanga mazito, ndio hujakufa mwili huu, Bwana wetu asifiwe, wa nje, lakini mwili wako wa kiroho umekufa. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. And Bible says in the book of Genesis chapter number 2 verses number 17. Genesis chapter number 2 verses number 17. Let us learn quickly there. Tusome. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. When you eat of it, you surely die. Bwana wetu asifiwe. Hapa ndio kifo cha mwili kilianza, kwa sababu Mungu alipomuumba Adam and Eve na kaweka kwa shamba na akamwambia basi mwaruhusu kati ya matunda haya, kati ya miti msherekee, lakini mti na tunda lilo katikati ya mti ya shamba msifanye nini? Msile, na mtakao kula mtakufa. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. So siku ya leo kwa nyumba ya Mungu tuna Adam na tuna Eve. Bwana wetu asifiwe. Na Mungu akawapatia instruction. Na ukumbuke mmeshikwa mateka, hatujakuwa kwa kanisa, hatujakuwa kwa nyumba ya Mungu kwa hiyo miezi 4. So wenye wanaogopa kuja kuangaliwa raini, sasa walikuwa na freedom ya kufanya vile walikuwa wanataka, kwa sababu tunaogopa mtu wa Mungu asikuje kuona karaini kuliko kuogopa Mungu. Bwana wetu asifiwe. Ukawa na freedom. Na wakati ulipoingia kwa yale mambo, kwa sababu ulikuwa unaona kama mtume wakati mwingine na kuonya kwa sababu ya benefit yake, nisalimie hivi. Mwambie ndio ibete ya hokaga. Kifo hiki cha kiroho, Roho Bwana alikuwa ananifundisha na nikaweza kunakili point kadhaa. Ama jambo hili nikasema spiritual death is when a person is alive physically but dead spiritually. Na hapo ndio tumepata that reference ya Genesis 2 verses number 17. Spiritual death is when a person is alive physically but dead spiritually. Na sasa Roho wa Bwana analia kwa sababu ya yale mambo tumepatana nayo Babylon. Praise the Lord. Kwa ukweli wa maneno tulikuwa Babyloni, kwa sababu vile ulikuwa unakuja kwa unajibana mbele za Bwana, unajaribu kutafuta breakthrough kule nyumbani, hakuna. Bwana wetu asifiwe. Na mchana wakati ulipofunga na ukaomba ukapenya, spouse yako ama partner wako akakuja na kisirani, separated from God just because of our nature. Nature yetu ni gani? Nature yetu ni gani? Sinful nature. Kwa sababu mwanadamu ana ule uasili wake. Bwana wetu asifiwe. Nature. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Genesis chapter number 8 and verses number 21, Mungu alijua na akaelewa mawazo ya mwanadamu ni evil kwa sababu ya nature yake. Daudi akatambua na akasema hizi vita ninapigana ni kwa sababu hata kuzaliwa kwangu nilizaliwa kwa dhambi. Bwana wetu asifiwe. Na kwa sababu tuko kwa hii hema ya huu mwili, Bwana wetu asifiwe, some of us tunashindwa kucontrol nature. Kingi nimesema
Na namaliza sasa. Humanity is now separated from God by nature. Alafu nikasema John 5 and verse number 24. Then another point, not only about nature, but not nature only, also becoming hostile to him, kwa sababu ya kuwa hostile na chuki. Tunasema tunampenda Mungu lakini hatumpendi. Bwana wetu asifiwe. We are pretending. Haleluya. Kwa sababu hakuna njia hujapitia na jambo hujafanya. Ile nature yenye imekuingilia, na nasema God ana understand. Bwana wetu asifiwe. So tunasema tunapenda Mungu lakini hatumpendi. Kwa sababu kama ukweli wa maneno tunapenda Mungu, kuna mambo hatungeyafanya. Bwana wetu asifiwe. So roho Bwana analia roho ya kila mmoja. Bwana wetu asifiwe. Chunguza moyo wako kwa sababu ya kuwa na chuki. Nasema na Kristo akaangalia watu akasema, nao watu wananipenda na midomo, lakini roho zao ziko mbali sana na mimi, mbali sana na mimi. Watu wa Mungu, acheni tumpende Mungu na tumrejee. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu anapatia agano ya nini? Agano ya kudumu. Ameturejesha sasa Yerusalemu yetu. Bwana wetu asifiwe. Ameturejesha Yerusalemu. Maana miaka ya utumwa wa Babylon imeisha. Praise the Lord. Hallelujah. Tunaomba na tunasimama kwa mwanya na kusema hatutafungiwa makanisa tena. Hatutafungiwa mahali kwa kuabudu. Hata hizo kanisa kubwa hazijafunguliwa. Praise the Lord. Hata wao watapatiwa mpango wa kufanya nini? Wa kuresume. Praise the Lord. Tumekuwa tukiangalia kwa mitandao, lakini ukweli wa maneno kwa hizi mitandao hata zimechafua wengi, na wengi hata hawatarudi kwa kanisa, na wengine hata wametumiwa na watu wa mitandao kuua maisha yao ya kiroho, kwa sababu kwa mitandao ministers are instructors but no fathers or mothers. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu kuna walimu instructor wanafundisha kwa hizo mitandao. Bwana wetu asifiwe. Na wewe Jumapili unasema wacha niabudu ya hiyo nini? Ya hiyo mtandao. Na mafundisho huyu mwenye anafundisha na vile ameitwa na wito wake, huyu ni instructor. Bwana wetu asifiwe. He or she not your spiritual father or mother. Bwana wetu asifiwe. So atakupatia chochote kila atakupatia, na wewe utafanya nini? Utafuata. Bwana wetu asifiwe. Also katika mitandao kuna mess, kwa sababu si watu wote walio na wito wa Mungu. Praise the Lord. They don't care, hawajali, kwa sababu hata sio wenye waliwazaa kiroho. Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:11 ya kwamba walimu wanaweza kuwa 1,000. Bwana wetu asifiwe. 10,000. Praise the Lord. Lakini baba wa kiroho ama mama wa kiroho ni mmoja. Praise the Lord. So bado kumekuwa na spiritual mess, na wengine wamepotea na hata hawatarudi kwa wokovu na hawatarudi kanisani. Walikufa kiroho. Wamegojelea huu mwili huu, this container. Bwana wetu asifiwe. Ikufe huyo mtu apeishi. Heshima na mamlaka usipokee. Mtakatifu, mtakatifu.